Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ngugi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu, ikiwa leo ni tarehe 14 ya mwezi Januari, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya mtakatifu Saba wa Serbia askofu. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Sava alizaliwa mwaka 1175 katika familia ya kifalme nchini Serbia. Sava alikuwa mtoto wa tatu wa kiume wa mfalme Stefano wa kwanza Serbia. Alipotimiza umri wa miaka 17, alijiunga na utawa wa monaki wa Mlima Anthony nchini Ugiriki. Miaka minne baadaye, baba yake mzazi alijivua madaraka ya kifalme na kujiunga na utawa huo. Baba na mwanaye walishirikiana kuanzisha nyumba ya utawa kwa ajili ya wamonaki wa Kiserbia, ambayo hadi leo hii nyumba hiyo ni moja ya monasteri 17 maarufu sana nchini Ugiriki. Sava alifanya kazi ya kutafsiri vitabu vitakatifu katika lugha ya Kiserbia. Mpaka leo hii vipo vitabu vya maandiko matakatifu na liturujia alivyoandika Sava ambavyo vinatunzwa kwa heshima yake katika monasteri kule Anthony, Ugiriki, alivyotia sahihi yake: mimi monaki Sava asiye la thamani na mvivu. Mnamo mwaka 1208 Padre Sava aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa kwanza wa nchi ya Serbia. Mara kadhaa alizoea kujitenga na watu na kwenda kukaa porini ili apate kuchota nguvu za kuendelea na utume wake. Akirudi Serbia kutoka nchini Bulgaria alikokwenda kwa ziara ya kichungaji, njiani aliaga dunia tarehe 14 Januari mwaka 1237. Sava alisali sana, alifanya bidii kubwa katika kuhudumia waumini wake wa kiroho na alikuwa mtu mfurahivu. Mtakatifu Sava ni msimamizi wa taifa la Serbia. Anaheshimika sana na Wakristo wa madhehebu ya Orthodoksi na pia kanisa Katoliki. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo, ambaye ni Mtakatifu Saba wa Serbia askofu. Tuungane na Mtakatifu Sava katika tafakari yake inayosema: siri ya utakatifu. Sali, jitolee kuhudumia watu kwa hali zote na furahia utume wako. Ndugu zangu, mama kanisa pia kwa siku ya leo anaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu wengine ambao ni Mtakatifu Ida, Mtakatifu Felix, watakatifu Euphrasius, Askofu Carlos Shemasi, watakatifu Paulo, Successus, Victorinus, Satrus, Misol, Gelonsius, Lucretia, Januari, Agapitus, Processus, Eufra, Troldus, Theocosius, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo.